wa VOT Media, tumepata bahati ya kuja hapa msibani kwa mama mzazi wa Karina, ikiwa ni siku 7 tu zimepita baada ya 40 ya Karina ama Hawa kufanyika siku ya hii leo. Mama mzazi amefariki dunia na kinasemekana kwamba mama alikuwa akisumbuliwa na pressure pamoja na kisukari na hakupata kabisa nafasi ya kuweza kuhudhuria 40 ya mtoto wake Hawa, au unaweza ukamuita Karina. Nataka tupige story kidogo na dada Imelda ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa karibu sana kwa kipindi kirefu na Karina mpaka umauti ulipomkuta. Mtazamaji, ungana nami mwanzo hadi mwisho. Pole na msiba. Asante sana, pole na nyie kwa sababu wote tuko kwenye tasnia moja ya habari, kwa hiyo poleni. Asante sana. Nikurudishe nyuma kidogo. Tunajua kwamba ulikuwa na ukaribu mkubwa na marehemu Hawa Karina. Pengine tuzungumzie kwa upande wa mama, ulikuwa na ukaribu naye kiasi gani? Mama ukaribu wake umetokana na mimi kwa ajili ya Karina, na kwa sababu mara nyingi nilikuwa nakuja nyumbani na kuja kumuona Karina. Mara nyingi nilikuwa natoa habari za Karina, kwa hiyo ikatokea tu tukawa karibu, tukawa kama family, tukawa kama ndugu. Kwa huo muda ambao ulimfahamu mama, pengine alikuwa ni mtu wa aina gani? Mama alikuwa mtu mzuri sana, alikuwa mtu mzuri. Yaani mama ukifika, yani hata huwezi kujua mtoto wake ni yupi au huyu mtoto wa nani. Kwanza watoto ndugu zake wote ni watoto wake. Atakwambia ni mtoto wangu nimemzaa. Na hiyo alitengeneza mpaka kwa watoto zake. Yaani hata ukikuta kama mtoto ndugu yao walisema, yani hata uambiaje, anakuambia huyu ni mdogo wetu. Huyu kazaliwa na mama yetu. Huyu sijui huyu ni dada yetu wa kwanza, yani wako hivyo. Kwa hiyo hata sisi kuja pale unajisikia, mimi naweza nikawa kipindi fulani Karina alikuwa hayupo, alikuwa yuko zake Mwanza, mimi naweza nikaja hapa nikalala, nikaishinda, nikaongea, yani ikawa hivyo kama ndugu, nikafanya vitu vyote hapa. Taarifa pengine ya kuugua kwa mama uliwahi kuisikia kabla? Mama siku ya 40 nafika hapa ndo naambia kwamba jana mama alizidiwa, amepelekwa hospitali, alizidiwa sana. Kwa hiyo ndo nimeanza kuijulia pale. Lakini mimi najua kama watu wanaumwa sukari, anaumwa kidogo pressure, anaendelea na maisha yake. Na pengine tumeona tayari umefika msibani, tayari wewe ni familia. Unafikiri ni pengo la aina gani linabaki katika familia hii? Pengo ni kubwa sana. Yaani siwezi nikalielezea, ni kubwa sana kwa sababu mama alikuwa anapenda sana. Hata watu wakigombana atawaita wasuluhishe. Hata kama kuna mgogoro atawaita wasuluhishe. Hata kama kuna kitu atakuita. Na mama akitaka kama umekosea atakuita, atakusema kama mtoto wake, atakusema kama mtu ambaye anataka mtu ajirekebishe. Kwa hiyo unajisikia alikuwa ni mtu mzuri. Na pengine kwa faida ya watu ambao wanatamani kujua ratiba pengine ya msiba, pengine utakuwa unaijua mama anapumzishwa lini? Kesho mazishi yatafanyika saa 10 katika makaburi ya Kisutu, Upanga pale. Alafu wanawake wataswali hapa kwenye msikiti, tunaitwa msikiti wa Mwini Mkuu. Baadaye wanaume wataenda Almahamra, watamaliza wataenda kuzika. Na kwa sasa hivi familia pengine ya mama imebakiwa labda na watoto wangapi? Wamebaki watoto wangapi? Wamebaki watoto, walikuwa watoto 5 ambapo walikuwa wasichana 2, wavulana 3. Sasa hivi wamebaki wavulana 3, msichana 1. Sawa Imelda, tunashukuru sana kwa wakati wako, lakini pengine neno la mwisho kwa watu ambao wanakujua wewe sasa hivi ni mwanafamilia, mtu wa hii familia, pengine neno lako la mwisho. Mimi nawaomba kwa pamoja tuungane kesho kwenda kumstiri mama yetu, tumzike. Kwa sababu hata yeye wakati ilipokuwa 40 ya mtoto wake na karibia, aliwaomba sana watu wote wakaribia kwenye dua ya mtoto wake bila kukosa. Alisema ndio dua ya mwisho ya mtoto wake, kwa hiyo watu wakaribie, waungane pamoja. Na mimi ninawaomba watu walikuwa wanafuatilia Hawa, walikuwa wanafuatilia kile kinachoendelea kwenye hii family, tuungane kwa pamoja kesho kwa ajili ya kumpumzisha mama. Na mara ya mwisho mama ulipokutana naye ilikuwa ni lini na mlizungumza nini labda? Mara ya mwisho nilikuja ndio ilikuwa imebakia kama sikosei wiki moja, ilikuwa 40, akawa anazungumza na mimi kuhusiana na watu kuja kwenye 40 na tukafanya interview, tukaongea. Aliniambia nimefurahi sana kukuona, nikikuona huwa kama namuona Hawa. Kwa hiyo tulifurahi, tulipika, tukala naye, tukakaa. Na hata tena kuondoka ananiambia basi ukae kidogo ulale, nikamwambia mimi naenda. Basi tukaagana naye vizuri pale, ndio sikumuona tena. Pole sana dada yangu. Asante.
Asante sana Daimelda. Asante sana.